Breeze Online TV, the world comes to you. 2025. Mheshimiwa Spika, katika kipindi hiki cha miaka mitano tumeshuhudia miradi hiyo muhimu ikiwa katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Kwa mfano, ujenzi wa reli kati ya kiwango cha kimataifa ambao hadi Machi 20 hadi mwaka huu umetumia shilingi trilioni 2.96 na kukamilika kwa asilimia 75 kwa kipande cha Dar es Salaam hadi Morogoro na asilimia 28 kwa kipande cha Morogoro hadi Makutopora. Mheshimiwa Spika, serikali inatumia gharama kubwa katika kujenga miundombinu hiyo wezeshi ya kiuchumi kwa lengo la kulifanya taifa letu kuwa na uchumi imara wa kujitegemea na wenye. Fedha hizo pia zimekuwa chanzo cha ajira na zabuni kwa Watanzania zinazowasaidia kuongeza kipato. Unapokamilika, utaongeza ufanisi wa huduma za usafiri na usafirishaji kwa bidhaa na abiria pamoja na kupunguza gharama za uchukuzi. Kadhalika, utachochea ukuaji wa miji ya kisekta katika kama vile kilimo, viwanda, utalii na biashara. Vile vile mradi huu utakuwa chanzo cha ongezeko la mapato ya serikali atakayosaidia katika kuboresha maslahi ya watumishi na huduma za kijamii kama vile afya, elimu na maji. Mheshimiwa Spika, vile vile ujenzi wa mradi wa bwawa la kufua umeme wa maji ya Julius Nyerere ambalo litakapokamilika litazalisha umeme wa megawati 2115. Hadi Machi 2020 mradi huu umegharimu shilingi trilioni 1.28 na umekamilika kwa asilimia 10.74. Kukamilika kwa bwawa hilo kutalihakikishia taifa letu umeme wa uhakika na wanafunzi zaidi. Aidha, ongezeko hilo la uzalishaji wa umeme litawezesha pia shughuli za uzalishaji. Mradi huu utachangia kwa kiasi kikubwa katika juhudi za kuhifadhi mazingira kutokana na kuongezeka kwa matumizi ya nishati ya umeme badala ya kuni. Mheshimiwa Spika, serikali imefanikiwa kutekeleza mradi wa usambazaji wa umeme vijijini REA, ambapo vijiji vilivyounganishwa umeme nchini vimeongezeka kutoka vijiji 2118 mwaka 2015 hadi vijiji 9001 kufikia mwezi wa 3 mwaka huu. Mradi huo pia umezinufaisha taasisi 11,128 zikiwemo za elimu, afya, dini, mashine za kusukuma maji na huduma za kibiashara. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha huduma za usafiri wa anga, serikali inaendelea kuliimarisha shirika la ndege la Tanzania. Hadi kufikia Machi 2020 tayari ndege 8 mpya zenye thamani ya shilingi trilioni 1.27 zimepokelewa na kuanza kazi. Kadhalika, malipo ya awali ya shilingi bilioni 85.7 kwa ajili ya ununuzi wa ndege nyingine 3 mpya yamefanyika. Ununuzi wa ndege hizi umeongeza ufanisi katika usafiri wa anga, lakini pia kuongezeka kwa mapato ya serikali, kuimarika kwa utalii na kuongezeka kwa fursa za ajira katika sekta ya huduma. Mheshimiwa Spika, bajeti ya dawa, vifaa tiba na vitendanishi imeongezeka kutoka shilingi bilioni 31 kwa mwaka 2015 hadi shilingi bilioni 269 kwa mwaka 2019. Serikali pia imegharimia ujenzi wa uboreshaji wa miundombinu ya afya kwa kujenga zahanati 1198, ukarabati wa vituo vya afya na ujenzi wa vituo vya afya vipya 487, hospitali za halmashauri za wilaya 69 na hospitali za rufaa za mikoa 10 za mikoa ya Njombe, Simiyu, Mara, Geita, Songwe, Katavi, Sekoture, Mwananyamala, Mawenzi, Manyara. Hospitali za rufaa za kanda 3 ziko Mtwara, Mbeya na Burigi Chato, na hospitali maalum ya Kibong'oto na Uhuru hapa jijini Dodoma, wilaya ya Chamwino. Katika kipindi cha Julai 2015 hadi Januari 2020 jumla shilingi trilioni 3.01 zimetumika kugharamia huduma za afya. Kuongezeka kwa bajeti ya dawa na uboreshaji wa miundombinu ya afya kumeleta mapinduzi makubwa katika sekta ya afya kwa kuimarisha afya za Watanzania. Mheshimiwa Spika, nyote mtakubaliana nami kuwa ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya afya, ununuzi wa dawa na vifaa vya kisasa vya tiba ni utekelezaji wa dhamira ya dhati ya serikali ya 5 ya kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapatiwa haki yake ya kupata matibabu tena katika eneo alipo. Mheshimiwa Spika, katika eneo la elimu, serikali imeongeza mikopo kwa ajili ya elimu ya juu kutoka shilingi bilioni 365 mwaka 2015 hadi shilingi bilioni 450 mwaka 2019. Elimu msingi bila ada nayo imetekelezwa kwa mafanikio makubwa na kuhakikisha kwamba watoto wote wengi wenye umri wa kwenda shule
wanaandikishwa na kupatiwa nafasi za kwenda shule. Mheshimiwa Spika, utekelezaji mzuri wa mpango wa elimu bila ada uliwezesha kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi walioandikishwa darasa la kwanza. Kwa mfano, kabla ya kuanza kwa mpango huo mwaka 2015 ni wanafunzi 1,568,378 tu waliandikishwa. Aidha, baada ya kuanza utekelezaji wa mpango wa elimu bila ada, wanafunzi sasa ni 2,120,667 wameweza kuandikishwa mwaka 2016. Katika kipindi cha mwaka 2015 hadi 2020, jumla shilingi trilioni 1.2 zimetumika kugharimia elimu msingi bila ada. Mheshimiwa Spika, maboresho yanayofanyika na upande wa elimu ya msingi yanazingatia uhitaji wa miundombinu ya kujifunzia na kufundishia. Kuanzia mwaka 2015 Februari 2020, vyumba vya madarasa 166,627, maabara 5,801, nyumba za walimu 57,541, matundu ya vyoo 231,612 yamejengwa na madawati 2,886,459 yamenunuliwa. Aidha, idadi ya shule za msingi zenye madarasa ya elimu ya awali imeongezeka kutoka madarasa 16,889 kwa mwaka 2015 hadi kufikia madarasa 17,771 kwa mwaka huu wa 2020. Kadhalika, idadi ya shule za sekondari imeongezeka kutoka shule 4,708 mwaka 2015 hadi shule 5,333 mwaka 2020. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa mpango wa elimu bila ada unawahakikishia watoto wote wa Tanzania, hususani wale wenye hali ya chini, kupata haki yao ya msingi ya kupata elimu, na ndivyo ambavyo tunaona sasa. Aidha, mpango huo umewapunguzia wazazi mzigo wa ada na michango isiyokuwa ya lazima, na hivyo kujielekeza zaidi katika kutafuta na kuwapatia mahitaji ya msingi vijana wetu kama vile sare shule, sare na madaftari na vitu vingine. Mheshimiwa Spika, kama utakavyokumbuka, katika vikao vingi vya bunge lako tukufu vilivyotangulia, changamoto ya maji ni swala lililoongoza kuchangiwa bungeni na waheshimiwa wabunge, na katika kipindi cha takriban miaka 5 serikali yetu sikivu ya awamu ya 5 imetekeleza ujenzi na ukarabati wa miradi ya maji mbalimbali ipatayo 1,423. Kati ya miradi hiyo 772 imekamilika, ikihusisha miradi 710 vijijini na miradi 82 ya mijini. Lakini vile vile serikali ilipokea ombi la waheshimiwa wabunge la kuanzisha mfuko wa taifa wa maji na wakala wa usambazaji maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA. Lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba vyombo hivi vinakuwa chanzo cha uhakika cha upatikanaji wa fedha za kugharimia miradi ya maji na kusimamia utoaji wa huduma za maji na usafi wa mazingira. Juhudi hizi kwa pamoja zitasaidia kusogeza huduma za maji kwa kasi zaidi karibu na wananchi kwenye maeneo ya mijini na vijijini. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha takriban miaka 5 serikali imefanikiwa kulinda na kuendeleza rasilimali maliasili za taifa, hususani madini, na kuhakikisha kwamba zinatumika kwa maslahi mapana ya taifa na watu wake. Mafanikio hayo yametokana na serikali kutekeleza kwa ufanisi mkubwa mkakati wa utekelezaji wa sheria za mamlaka ya nchi kuhusu umiliki na utajiri wa maliasili za nchi kwa mwaka 2017 na sheria za mapitio ya majadiliano kuhusu masharti hasi katika mikataba ya utajiri na maliasili ya nchi ya mwaka 2017. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa mkakati wa sheria hiyo umechangia kuongezeka kwa maduhuli ya serikali yatokana na sekta ya madini. Mwaka hadi mwaka maduhuli ya serikali yameongezeka kutoka shilingi bilioni 205.2 mwaka 2015 hadi 2016 hadi shilingi bilioni 346.6 mwaka 2018-2019. Aidha, katika mwaka 2018-2019 serikali inatarajia kukusanya shilingi bilioni 471. Mheshimiwa Spika, ukusanyaji wa mapato nao umeongezeka kutoka wastani wa shilingi bilioni 850 kwa mwezi mwaka 2015 hadi kufikia wastani wa shilingi trilioni 1.3 mwaka 2019. Ongezeko hili limechangiwa na hatua za makusudi zinazochukuliwa na serikali, hususani kuimarisha matumizi ya mifumo ya ukusanyaji mapato kwa njia ya kielektroniki, lakini pia kuongeza idadi ya walipa kodi na kuibua vyanzo vipya vya mapato. Aidha, ongezeko hilo limekuwa chachu katika uwekezaji na utekelezaji wa miradi wa maendeleo ambayo umesaidia kuimarisha utoaji wa huduma pamoja na kusogeza huduma hizo karibu kwa wananchi. Mheshimiwa Spika, nichukue fursa hii pia kuwashukuru wananchi na walipa kodi wote nchini kwa kuendelea kuitikia wito wa serikali wa kulipa kodi
kwani hatua hiyo ni muhimu sana katika kulifanya taifa letu liweze kujitegemea. Serikali itaendelea kusimamia matumizi kwa lengo la kuongeza ufanisi na tija kwa mustakabali wa maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Spika, serikali pia imefanikiwa kudhibiti matumizi ya hovyo ya fedha za umma kwa kuziba mianya ya ukopaji kodi, sambamba na kuhakikisha kwamba wale wote wanaotakiwa kulipa kodi wanafanya hivyo. Kwa mfano, katika kipindi cha miaka mitano 2015 mpaka 2019, serikali imeweza kuokoa shilingi bilioni 19.83 ya mishahara kwa kuondoa wale waliokuwa kwenye mfumo wa malipo kama watumishi hewa 19,708 na wenye vyeti vya kugushi 15,411. Msingi huu tunaojenga ni muhimu sana katika kujenga uchumi imara na usiokuwa tegemezi. Mheshimiwa Spika, katika siku ya mashujaa iliyofanyika kitaifa katika viwanja vya mashujaa hapa jijini Dodoma tarehe 25 Julai mwaka 2016, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitangaza na kusisitiza azma ya serikali ya kuhamia Dodoma, ambapo alisema, na nukuu, "Nitazungumza kutoka kwenye dhamira yangu. Kabla sijamaliza kipindi changu cha miaka mitano, serikali yote itakuwa hapa Dodoma." Naomba kunukuu. Mheshimiwa Spika, ninapenda kuliarifu bunge lako tukufu na Watanzania kuwa tayari serikali imeshahamia Dodoma. Hadi Machi 2020, jumla ya watumishi 15,361 wa wizara na taasisi makao makuu ya serikali hapa Dodoma. Ujenzi wa awali wa ofisi za serikali katika mji wa serikali Mtumba umekamilika. Maandalizi ya sasa ni ya ujenzi wa majengo ya ofisi za serikali awamu ya pili, na ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami katika mji huo unaendelea. Lakini vile serikali imekamilisha mapitio ya mpango kabambe wa jiji la Dodoma ambao niliuzindua tarehe 13 Februari 2020 kwa ajili ya kusimamia shughuli za upangaji wa mji wa Dodoma. Naielekeza halmashauri ya jiji la Dodoma kusimamia ipasavyo utekelezaji wa mpango huo ili kuhakikisha kwamba jiji la Dodoma linaendelezwa na kuzingatia mpango huo bila kurudia makosa yaliyofanyika kwenye majiji mengine. Mheshimiwa Spika, nyote mtakubaliana nami kuwa serikali ya awamu ya 5 imefanikiwa katika usimamizi madhubuti wa sheria, kanuni na taratibu za uwajibikaji kwa viongozi na watumishi wa umma. Usimamizi huu unawezesha viongozi na watendaji wa umma kuwajibika ipasavyo kwa wananchi ambao ndio waajiri wao. Sambamba na hilo, nidhamu serikalini imeongezeka kutokana na serikali kuchukua hatua mbalimbali za kinidhamu. Watumishi wazembe, wadanganyifu na wasiokuwa waadilifu wameweza kuchukuliwa hatua mbalimbali. Mheshimiwa Spika, tunapotaja mafanikio haya, tuna kila sababu ya kumpongeza Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwani uongozi wake mahiri na wenye uthubutu ndio msingi mkuu wa mafanikio yaliyopatikana. Dhana na falsafa aliyojenga ya hapa kazi tu imesaidia kubadili mtazamo wa Tanzania wengi, ambapo sasa tunashuhudia uwajibikaji wa kiwango cha juu na wa mtu mmoja mmoja katika shughuli mbalimbali za kiuchumi na uzalishaji, iwe mashambani, ofisini, kiwandani, kwenye masoko na kwingineko, badala ya tabia ya awali ya baadhi ya wananchi wachache kupoteza muda mwingi katika kushughulika na shughuli ambazo hazina tija kwa taifa. Mheshimiwa Spika, mafanikio haya katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na uboreshaji wa huduma za jamii yameenda sambamba na uzalishaji wa ajira zipatazo milioni 12.6, zikiwemo ajira za moja kwa moja milioni 11.7 kwenye sekta mbalimbali nchini. Kwa mfano, sekta ya afya, elimu na utawala zimetoa ajira ya kudumu kwa kuajiri watumishi 28,403 katika mamlaka ya serikali za mitaa kupitia miradi tulionayo. Mradi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa umewezesha kuzalisha ajira zipatazo 13,177 za kitaalamu na zisizokuwa za kitaalamu. Kati ya hizo, ajira za kitaalamu kwa wazawa ni 46.5. Pia kupitia mradi huu kumekuwa na utoaji wa zabuni zenye thamani ya shilingi bilioni 664.7 kwa wazabuni na wakandarasi wa ndani 640. Mradi wa umeme wa Mwalimu Nyerere kupitia maporomoko ya mto Rufiji umezalisha jumla ya ajira 3,897 ikiwemo ajira za wazawa 3,422. Ufufuaji wa shirika la ndege Tanzania pamoja na kuboresha viwanja vya ndege, jumla ya ajira ni 2,970. Ujenzi wa viwanda nchini, jumla ya ajira zilizozalishwa ni 41,900. Ujenzi wa uboreshaji wa miundombinu mbalimbali ikiwemo hospitali za wilaya, vituo vya afya, zahanati, madarasa, nyumba na majengo, maeneo mapya ya utawala, miradi ya barabara chini ya TARURA kwa kutumia force account, jumla ya mafundi 845,348 walipata ajira za mikataba kwa muda.
Mheshimiwa Spika, baada ya kueleza mafanikio haya, nyote ni mashuhuda kwamba Chama cha Mapinduzi kiliahidi na kimetekeleza kwa vitendo, na ndio maana kinaendelea kuwa chama cha mfano na cha kuigwa sio tu nchini bali hata pia katika bara la Afrika. Kupata habari mbalimbali zinazojiri kila kona ya dunia, tafadhali subscribe, like na ucomment. Breeze Online TV.